Na mtazamaji wa PMTV Tanzania, uhali gani? Nipo hapa kwa ajili yako, kwa ajili ya kuzungumza mengi na wewe. Lakini nataka kukupitisha kwenye machapisho mbalimbali ambayo yameandika tangu siku 2 zilizopita, ambapo Marekani na Israel waliungana kwa ajili ya kuishambulia Irani. Sasa baada ya hayo, manake zipo ripoti nyingi ambazo zimeandikwa. Mimi nataka tufanye recap ya kukupitisha tu kwa uchache kwenye mengi ambayo yamekuwa yakijadiliwa. Sasa nitakuwa nazungumza yale yaliyoandikwa kupitia kurasa mbalimbali na vyombo mbalimbali vya habari tangu siku 2 nyuma, ambapo tukio hilo lilitokea na shambulio hilo likafanyika na kuondoa viongozi wengi wa ngazi ya juu wa taifa la Irani. Marekani anafanya hayo. Baada ya hapo anazungumza hadharani Donald Trump kwa kujitapa kwamba amefanikisha kuwarudishia watu wa Iran nguvu tena ya kujitawala. Lakini hili halijaanza leo wala jana kwa upande wa serikali ya Marekani, kwani karibu kila kiongozi amekuwa na mission ya kufanya kwa ajili ya taifa la Marekani. Marekani limekuwa taifa ambalo likijijenga kinguvu na ushirikiano wa nchi nyingine kijeshi. Wanajenga base za majeshi yao karibu katika kila nchi, hasa kule Mashariki ya Kati ambapo kuna utajiri mwingi wa mafuta. Mapema mwaka huu alivamia Venezuela, akamchukua Maduro na kama hakikutokea kitu. Lakini baada ya hapo, kikubwa ambacho alikilenga Donald Trump ni kufanya biashara ya mafuta na taifa la Marekani likinufaika, lakini akisema kuwa wananchi pia nao watanufaika na rasilimali zao. Kwa hiyo njia mojawapo ambayo amekuwa akitumia Donald Trump ni kuangalia kuna changamoto gani hata kama ndogo katika nchi fulani. Kama kuna interest za kwao humo, basi huenda ikawa sababu ya kumweka hatiani kiongozi huyo. Sasa moja kati ya ripoti za mapema siku 2 zilizopita zilisema Israel na Marekani zaishambulia Iran. Serikali ya Israel yatangaza hali ya hatari. Hiyo ilikuwa ni moja kati ya ripoti za mwanzo, ambapo Israeli kwa kushirikiana na Marekani walishambulia mji mkuu wa Iran, Tehran, katika operesheni ya kijeshi ambayo waziri wa ulinzi wa Israel amedokeza kuwa shambulio hilo lilikuwa la kujihami. Hiyo ndiyo ilikuwa taarifa ya awali. Kufuatia shambulio hilo, Israel ikatangaza pia hali ya hatari nchini humo na kuwasha ving'ora kwenye maeneo mbalimbali ili kuwatahadharisha wananchi. Aidha, mamlaka ya viwanja vya ndege ya huko Israel ikatangaza kusitisha safari zote za ndege na kuwataka wananchi kutoelekea au kukaa karibu na viwanja vya ndege hadi taarifa nyingine itakapotolewa. Hiyo ilikuwa ni taarifa ya awali kabisa ya kuzungumzia hilo shambulio ambalo Israel na Marekani waliungana kwa ajili ya kushambulia Iran. Lakini punde pia Donald Trump naye alizungumza, akasema Irani mlituomba msaada muda mrefu sana, hamkupata. Tukimaliza chukueni serikali yenu. Manake akatoa alert kwamba tayari wameshaingia Iran kwa ajili ya kuwasaidia wananchi. Alizungumza muda mfupi baada ya Israel na Marekani kushambulia mji mkuu wa Iran pale Tehran. Rais wa Marekani Donald Trump akasema kwa muda mrefu wananchi wa Iran walikuwa wakiomba msaada wa Marekani ili kuiondoa serikali iliyopo madarakani, na kuongeza kuwa Marekani imejibu ombi hilo. Akasema pia baada ya shambulizi hilo wananchi wa Iran watapata nafasi ya kurudisha serikali iwe chini ya udhibiti wao. Hayo yalikuwa yanazungumzwa kabla taarifa za athari za shambulio hilo hazijatoka. Shambulio limeenda, lakini bado ulimwengu ulikuwa haujajua shambulio hilo limeleta athari gani huko Iran. Baadaye zikatoka taarifa kwamba Israeli yadai kumuua kiongozi wa Iran, Ayatollah. Na hapa bado Iran wenyewe walikuwa bado hawajathibitisha kwamba kweli wamefanikiwa kumuua. Na ikumbukwe Januari 2026 ripoti zilidai kuwa idadi ya vifo nchini humo ilikadiriwa kuwa zaidi ya 16,000 kufuatia maandamano yaliyokuwa yakiendelea huku mtandao ukiwa umezuiwa. Takwimu hizo zilikusanywa kutoka hospitali mbalimbali nchini humo.
Sasa kituo cha televisheni cha huko Israel cha Channel 12 kilikuwa moja kati ya vyanzo vya kwanza kuripoti kuwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei amepoteza uhai katika mashambulio yaliyofanyika nchini humo mnamo Februari 28, 2026. Wakati huo huo, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran akakanusha taarifa hizo, akieleza kwamba Khamenei yupo salama kabisa. Ameeleza hayo wakati ambapo kiongozi huyo hajaonekana hadharani tangu mashambulizi hayo yalipoanza. Baadaye Irani sasa ikathibitisha kifo cha Ayatollah, ambapo televisheni ya Irani ilithibitisha kuwa kiongozi mkuu wa nchi hiyo Ayatollah Ali Khamenei ameuawa akiwa ofisini kwake kufuatia mashambulizi yaliyohusishwa na Israel na Marekani Februari 28 mwaka 2026. Taarifa hiyo ilikuja baada ya ripoti za awali kutoka kwa viongozi wa Marekani na Israel kutangaza kifo hicho. Kipindi cha maombolezo kikatangazwa kuwa ni siku 40 kwa ajili ya kiongozi huyo aliyedumu madarakani kwa muda mrefu zaidi tangu mwaka 1989, akiwa na mamlaka ya mwisho juu ya mihimili yote ya dola. Upande wa ubalozi wa Irani nchini Tanzania pia ukaandika kuwa Ayatollah ameuawa wakati akiwa ofisini kwake akitekeleza majukumu yake. Sasa moja kati ya sababu mojawapo pia ambayo Trump alitumia ni hii ya Ayatollah kudumu kwa muda mrefu katika madaraka akiwa kiongozi mkuu wa taifa la Irani, ambapo tangu mwaka 1989 kiongozi huyo ameliongoza taifa hilo. Hizo zilikuwa moja kati ya sababu za kuongeza kwamba yeye anataka kuwasaidia watu wa Irani na kuwarudishia nchi yao. Huyu Ayatollah sio kiongozi anayefaa. Sasa Irani pia ikathibitisha kuuawa kwa waziri wa ulinzi Azizi Nasrizadeh na mkuu wa majeshi Abdulrahim Mousavi katika mashambulizi ya Marekani na Israeli yaliyofanyika Februari 28, 2026 kwa mujibu wa shirika la habari la IRNA. Sasa hiyo ilikuwa ni moja kati ya taarifa ambayo ilikuwa kama ushindi kwa Marekani na Israeli, kwamba si kumuondoa tu kiongozi mkuu wa taifa hilo Ayatollah Ali, bali hata wakubwa katika ngazi tofauti waliondolewa katika shambulio hilo la mara moja tu, ambapo huyo waziri wa ulinzi lakini pia mkuu wa majeshi naye alikuwa moja kati ya watu ambao waliuawa. Baadaye sasa, punde tu baada ya hayo kutokea, Alireza Arafi akateuliwa na baraza la uongozi la Iran kushikilia nafasi ya kiongozi mkuu kwa muda, ambapo ripoti zilieleza kwamba Alireza Arafi, kiongozi wa kidini katika baraza la walinzi, ameteuliwa katika baraza la uongozi la Iran, chombo chenye jukumu la kutekeleza nafasi ya kiongozi mkuu hadi hapo bunge watakapoamuru ni nani akae ama aendelee kuliongoza taifa hilo. Sasa huo ni mkusanyiko tu kati ya mengi ambayo yaliendelea kutokea huko. Sasa vipi kwa nchi nyingine za Asia huko na Mashariki ya Kati, zilisema nini? Zipo pia Uchina, Urusi, Korea Kaskazini na Hamas nao walitoa kauli yao, ambapo wao walilaani mauaji ya Ayatollah. Rais wa Urusi Putin alilaani kuuawa kwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei, akitaja kitendo hicho kuwa ni mauaji ya kinyama na ya kijanja yanayokiuka maadili yote ya ubinadamu. Aidha pia Korea Kaskazini nayo ikasema mashambulizi ya Israel na Marekani dhidi ya Iran ni uvamizi haramu na unaokiuka uhuru wa taifa. Pia China nayo ikalaani vikali mauaji ya Khamenei, huku ikitoa wito tena na kusitishwa kwa vitendo vya kijeshi. Wizara ya mambo ya nje ya nchi hiyo, yani Beijing, ikasema kupitia taarifa yake kuwa mauaji hayo ni ukiukwaji mkubwa wa mamlaka na usalama wa Irani, ni kukanyaga malengo na misingi ya mkataba wa Umoja wa Mataifa pamoja na kanuni za msingi za mahusiano ya kimataifa. China inapinga kwa dhati na kulaani vikali jambo hili, iliongeza taarifa hiyo, ikitaka kusitishwa mara moja kwa operesheni za kijeshi. Sasa walizungumza tu hayo, lakini wao walikuwa nyuma. Hakuna mtu ambaye alitaka kuthubutu
kuingilia, huenda kutoa msaada Irani. Si kwa hayo, lakini pia zikatoka taarifa nyingine tena mbaya zaidi, ambapo aliyekuwa rais wa zamani wa taifa la Iran, Mahmoud Ahmadinejad, ameuawa kufuatia mashambulizi yaliyofanywa na vikosi vya ushirika kati ya Marekani na Israel. Sasa hilo likawa tena jambo kubwa zaidi, ambapo kifo cha Ahmadinejad kinafuatia orodha ya vifo vya viongozi waandamizi wa Irani, akiwemo Ayatollah Ali Khamenei aliyekuwa kiongozi mkuu wa taifa hilo, na Said Ibrahim Musavi aliyekuwa mkuu wa majeshi na wengine pia, ambapo taarifa hiyo iliongeza waliouawa hadi sasa ni pamoja na Aziz Nasirzadeh, waziri wa ulinzi, General Mohammad Pakpo, mkuu wa kamandi ya nchi kavu, lakini pia General al-Shamkhani, huyu ni mkuu wa usalama wa taifa na mshauri wa Ayatollah Khamenei, General Hossein Jabal Amelian, mkuu wa taasisi pia ya utafiti wa jeshini, na General Mohamed Shiraz, huyu ni mkuu wa kikosi cha ulinzi wa Ayatollah Khamenei. Sasa unaweza ukaona ni madhara kiasi gani Marekani na Israeli wameyasababisha kwa taifa la Iran. Je, hili ni kwa sababu ya kile Trump ambacho alikuwa akisema kwamba anamuondoa tu Ayatollah kwa sababu ni kiongozi mbaya kwa Irani ndipo asababishe haya yote, ama kuna maslahi gani mengine mapana ambayo Marekani anayapata kwenye haya ambayo yameyafanya? Kwa sababu sio kifo tu ambacho kinazungumzwa cha mtu mmoja, bali kifo cha safu yote ya uongozi wa juu wa taifa la Irani, na mataifa mengine ya Uarabuni na Mashariki ya Kati hayajanyanyua silaha wala kusema chochote kuiunga mkono Irani zaidi ya kusimama na Marekani. Hata punde tu leo imetoka taarifa pia kwamba atakayefuata njia ya Khamenei atamfuata kuzimu. Hiyo ni kauli ya kutisha, inatoka kwa waziri wa ulinzi wa Israel Bwana Katz, ambaye amesema yoyote atakayejaribu kufuata njia alizopita Ayatollah Ali Khamenei atajikuta amemfuata Khamenei huko alipo, akipaita kuzimu. Ametoa kauli hii nzito kupitia mtandao wa X, akionya kundi la Hezbollah kwa jaribio la shambulizi walilofanya usiku Israel, huku akikumbushia Israeli ilivyomuua katibu mkuu wa kundi hilo Hassan Nasrallah. Shirika la kigaidi la Hezbollah litalipa gharama kubwa kwa mashambulizi ya risasi na makombora kuelekea Israeli. Akasisitiza tena, yeyote atakayefuata njia za Khamenei atajikuta hivi karibuni pamoja naye katika kiti cha kuzimu, sambamba na wahusika wote wa kile kinachoitwa mhimili wa uovu. Katika hatua nyingine, ameahidi kuwa Israeli itatimiza azma yake ya kusambaratisha utawala wa Israeli na hatua zisizomithilika zitachukuliwa kwa Hezbollah. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu na mimi tumewaelekeza jeshi la ulinzi la Israel IDF kuchukua hatua kali dhidi ya Hezbollah, huku tukiendelea kutekeleza lengo kuu: kusambaratisha na kushinda utawala wa kigaidi wa Irani na kudhoofisha uwezo wake. Hiyo ni kauli ambayo inaonyesha si hapo tu, bado wana sababu za kuendelea kulizingatia taifa la Iran mpaka kutimiza azma yao walioikusudia ya mwanzo. Je, maana ya haya yote ni nini? Marekani anataka nini Irani? Israeli anataka nini Irani? Vipi kuhusu umoja wa mataifa mengine ya Mashariki ya Kati, ya Uarabu, nayo yatafanya nini baada ya safu yote ya uongozi wa juu wa taifa la Irani kuteketezwa na kusambaratishwa? Huo ni mwanzo tu wa sehemu ya yale ambayo yametokea mjumuisho huo nimekusogezea. Nitakusogezea uchambuzi wa kina na sababu nyingine nyingi ambazo zipo nyuma ya mashambulizi haya, kwa sababu haya si mambo ya mara ya kwanza wala ya usiku mmoja, ni mambo ambayo yameanza miaka ya nyuma huko. Kote huko nitakupitisha. Endelea kufuatilia tu chaneli yetu hapa.